Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amesema Jumatatu kwamba makamanda wakuu wa jeshi la Iran wameuawa, huku akidai kuwa Mojtaba Khamenei, mtoto aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei anayetarajia kumrithi, amebaki kwa 10% pekee. Akizungumza katika mahojiano na Fox News, Trump alisema uwezo wa kijeshi wa Iran umeharibiwa kwa kiwango kikubwa. Hawana tena jeshi la majini, hawana tena jeshi la anga, kila kitu kimeondolewa. Mifumo yao ya ulinzi wa anga imeharibiwa na viongozi wao wote wameuawa, alisema. Aliongeza kuwa viongozi wao bora wameuawa, hawapo tena. Khamenei hayupo, mwanaye naye amebaki kwa 10% tu pekee. Trump alitumia jina la Khomeini, kiongozi wa mapinduzi ya Iran aliyefariki mwaka 1989, lakini inaonekana alikuwa akimaanisha Ali Khamenei ambaye alidai aliuawa siku ya kwanza mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Irani mwishoni mwa Februari. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, Mojtaba Khamenei anadaiwa kuendelea kupona majeraha aliyopata katika shambulio la anga na hakuhudhuria mazishi ya baba yake yaliyofanyika mwezi huu nchini Iran pamoja na Iraq. Kauli hizi zimekuja kati Marekani na Iran zikiendelea kushambuliana kwa mashambulizi mapya mwishoni mwa wiki hii. Trump pia alisema Marekani inarejesha mzingiro dhidi ya Iran na kwamba meli zitatozwa ada ili zipite salama katika mlango bahari wa Hormuz. Jeshi la Iran limesema tuna mgogoro na majirani zetu, lakini vita vinaweza kuenea. Jeshi la Iran limesema Alhamisi kuwa halina mgogoro na nchi jirani na limeonya kwamba iwapo mashambulizi ya Marekani yataendelea, majibu ya Tehran yatakuwa makubwa kuliko matarajio ya Washington na yanaweza kufungua maeneo mapya ya mapigano. Msemaji wa jeshi la Iran, Amelia Khamenei, alisema Iran itaendelea kujitolea kudumisha ushirikiano na uhusiano wa kindugu na nchi jirani pamoja na mataifa mengine ya Kiislamu. Alizitaka nchi zilizo nje ya eneo hilo kushirikiana na Irani kwa misingi ya kuheshimiana. Khamenei alisema sehemu kubwa ya uwezo wa kijeshi wa Irani bado haujatumika na akaonya kuwa endapo mashambulizi ya Marekani yataendelea, majibu ya Irani yatavuka matarajio ya adui na kupanua vita katika maeneo mapya. Jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran limethibitisha kuwa lilifanya mashambulizi dhidi ya Bahrain, Jordan, Kuwait mapema Alhamisi. Katika taarifa tofauti, idara ya uhusiano wa umma ya IRGC ilikiri kutekeleza mashambulizi hayo, lakini hakutoa maelezo zaidi kuhusu malengo yaliyolengwa. Taarifa hizo zimefuatia ripoti za mashambulizi yaliyofanyika usiku katika maeneo mbalimbali Mashariki ya Kati. Msemaji wa makao makuu ya Haitham al-Arabia, Ibrahim Zafagar, iwapo Marekani itatekeleza vitisho vya Rais Donald Trump vya kushambulia miundombinu ya Iran, Tehran itajibu kwa kushambulia miundombinu yote iliyobaki katika eneo la Mashariki ya Kati. Iwapo vitisho vya Rais wa Marekani vya kulenga miundombinu ya Jamhuri ya Kiislamu vya Iran vitatekelezwa, basi kila kitu ambacho kimebaki salama kutokana na uvumilivu wa Iran kitaharibiwa kwa mashambulizi makali ya vikosi vya jeshi la Iran. Pia aliweka mkazo kwa Iran haitaruhusu Marekani kwa hali yoyote kuingilia mlango bahari wa Hormuz, akisema eneo hilo ni mstari mwekundu usiovunjika kwa Iran. Trump alikuwa amesema Marekani italenga vituo vya kuzalisha umeme na madaraja ya Iran ikiwa Tehran haitarejea kwenye meza ya mazungumzo. Mawaziri wa ulinzi wa Israel na Marekani watajadiliana kuhusu Iran. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema alizungumza usiku na waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth, ambaye alimweleza kuhusu operesheni za kijeshi zinazoendelea nchini Iran. Katz alisema wamekubaliana kuendelea kushirikiana kwa karibu ili kukabiliana na maendeleo yoyote mapya katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati.